Ahlan wa sahlan wa marhaba, mtazamaji wa Waqf TV, karibu sana katika matangazo haya. Mimi ni Hamis Tembo nikikuletea matangazo haya kutoka katika uwanja huu wa ndege wa kimataifa hapa Madinatul Munawwara. Alhamdulillah, nyuma yangu ni mahujaji kutoka nchini Tanzania ambapo leo wanaondoka kurejea nyumbani. Je, wana nini cha kutuambia katika yale ambayo wameyashuhudia katika viwanja vile muhimu kabisa vya kutekeleza ibada hii ya hija? Tunao walimu wetu, tunao mashekhe wetu. Kwa hakika ni nyakati hizi ambazo tuseme wamechoka kulikweli, taabani, lakini maneno yao ni muhimu kuyasikia kuhusiana na utukufu wa safari hii. Assalamu alaykum wa barakatuh. Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza wallahi hongera, maana tokea huko Jeddah unatoa tu makundi safari hii, unatoa tu. Hongera sana. Nashukuru sana. Na pengine hija hii ina mafanikio kwa kiwango gani mpaka sasa, mpaka leo tukiendelea kuwatoa baadhi ya Watanzania? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hija ya mwaka huu imekuwa na mafanikio makubwa. Naam. Kwa sababu hadi muda huu ninavyozungumza, naam, ambapo tumebakisha taasisi chache kuondoka kurudi nyumbani, hatujapata kesi ya Mtanzania yote ambaye hadi leo amelazwa yuko hospitali. Wote ukitoa zile kesi mbili za waliofariki, Mwenyezi Mungu awarehemu, amina ya Rabb, wote wako wazima, wako salama kabisa, na wengi sasa hivi wamesharudi nyumbani, na tunaendelea kumalizia hawa wachache waliobakia inshallah. Naam. Naam, asante. Pengine tayari kumalizika kwa hija hii ni mwanzo mzuri wa maandalizi wa hija nyingine. Wito wako kwa wakazi wa nyumbani juu ya maandalizi ya hija ijayo? Kwa kweli hija ni ibada ambayo inataka maandalizi, na kadri maandalizi yanavyokuwa mapema ndiyo bora zaidi. Na kama ambavyo tumekuwa tukisikia, serikali ya Saudi Arabia wameboresha sasa hivi mifumo ya kuruhusu wageni kuja kufanya hija. Na kwa muktadha huo malipo ya mahujaji yatakuwa yafanywe mapema kadri iwezekanavyo. Kwa nitoa wito tu kwa wale wote ambao wanania kufanya hija mwakani, wasisubiri mpaka Ramadhani au karibu na mfungo tatu tena Dhulhijja ndo wakatafuta taasisi wakalipa. Maandalizi ya hija ni mapema na malipo wafanye mapema, wajue kwamba wameshapata nafasi, kwa sababu utaratibu sasa hivi kila kitu kinaanza mapema kabisa. Ili serikali ya Saudi Arabia ijue kwamba wanaokuja ni wangapi, mahitaji yao ya mahema yatakuwa kiasi gani, mahoteli, mabasi, huduma za afya na kila kitu. Kwa hiyo yale mambo ya kusubiri mpaka dakika za mwisho siku hizi hayapo tena. Asante. Ya, nakushukuru sana. Nikutakia kila la kheri. Bila shaka tutaendelea kuyazungumza haya mpaka tutakapomalizika hapa. Nashukuru sana. Saudi Arabia. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Kila la kheri. Na nafasi ya vijana kwenye ibada hii, hasa katika hizi nyakati ambazo tunasema za utandawazi, yani dunia imekuwa nyepesi mno na wanaona namna gani tunaingia tunatoka, nafasi ya vijana kwenye hili ni ipi, Sheikh Uthman? Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda, sallallahu wa sallam wa baraka ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. La kwanza ni vizuri nikamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametuleta kwenye miji hii na ametusaidia. Ndio tabia yake Mwenyezi Mungu, anakupa wajibu na anakusaidia kuutekeleza, na sisi ametusaidia. Tumekuja salama, tumetekeleza ibada salama, na hata sasa tuko airport Madina hapa kwa ajili ya kurudi nyumbani kwa usalama. Sasa najibu swali lako. Nafasi ya vijana katika hii ibada ni kubwa. Ni kubwa, na mahala pa kuanzia vijana ni kupata maarifa kwamba hasa muda gani ni muwafaka wa kwenda hija. Mtindo wa kusubiri kijana mpaka awe na umri wa utu uzima, amezeeka, sasa ndo anakumbuka habari ya hija, hapa atakuwa amekosea sana. Kwa kijana hasa ndiyo mwenye hija, kwa sababu hija inataka gharama tatu. Gharama ya kwanza ni pesa, gharama ya pili ni muda, na gharama ya tatu ni afya njema. Hasa anaweza kijana akawa na muda, alhamdulillah, anaweza kijana akawa nazo pesa, alhamdulillah. Sasa akienda kwenye utu uzima atakosa ile gharama ya afya njema, kwa sababu watu wazima wazee ule afya njema imeshaondoka. Kwa hiyo kijana kama wataamka vizuri sana na wakatumia hii mitandao kusikiliza hija inavyozungumzwa, na wasisikilize mitandao tu, bado wanachuoni wapo, akiangalia mtandao amtafute msomi amueleze kwa kina sasa kuhusu habari ya hija, na kwamba asitarajie kijana kwamba ujana huu anaweza akaumaliza akiwa hai, anaweza akafa akiwa kijana. Ulama wetu wanasema saful hayati la tartiba lahu, mstari wa kifo hauna mpangilio. Sio lazima alio mbele achukuliwe abakishwe wa nyuma, anachukuliwa mbele akaachwa wa nyuma.
Sasa asisubiri mtu kusema niwe mtu mzima, amekosea sana. Atoke sasa hivi akiwa na nguvu zake kabisa. Halafu sasa Mwenyezi Mungu anampenda kijana anochipikia kwenye ibada. Anampenda shabun nashab fi ibadatillahi ta'ala. Akisubiri uzeeni, Mwenyezi Mungu atamwona hata huyu kaja hija kwa sababu kashafanya mauzi mengi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha yuhibbu ibn al-20 idha ishtabaha bi ibn 80 wa yuhibbu ibn 80 idha ishtabaha bi ibn al-20. Sasa yule kijana sasa hivi ajifananishe na mtu mzima. Yule mtu mzima anatamani haji ende hija, afanye hivyo kijana, sababu sasa ana msingi wa nguvu, ujana, ana msingi wa afya na pesa anazo. Hapa kijana aanzie kwenye uelewa huu. Akishaanza kwenye uelewa huu, tutajaa huku Maka na Madina vijana. Asante Sheikh Othman Khamis, wallahi ni kushukuru sana kwa maneno yao mazuri na machache. Naona bado unaendelea kujipanga hapa kwa sababu ya kupima kidogo. Mizigo ushapima, lakini ndio tunaelekea huko. Tunaelekea bwana sasa. Asante. Naam, mtazamaji, alhamdulillah tunaendelea kama nilivyokufahamisha kwamba tupo katika uwanja wa ndege. Sheikh, assalamu alaykum wa barakatuh. Haji mabrur. Naam, labda kuisha kwa hija hii, maandalizi yakoje ya hija ijayo? Na bila shaka mpaka sasa tumekwisha eleza kwamba hija ya mwakani itakuwa na hivi, itakuwa na vile. Vipi nyinyi mmejiandaa, walimu, kutueleza mengi? Na nakumbuka moja kati ya mambo makubwa ambayo mwaka jana umeyatetea sana, kuyapigia kelele, ni kuwaambia Watanzania na serikali hija hii inatakiwa iandaliwe vizuri. Ili watu wapate wepesi katika kuiendea kwake. Nashukuru pointi kuiweka kwa sababu kumekuwa kuna kitu cha mazoea ambayo wamezoea Watanzania. Naweza kuzungumzia Watanzania kwa sababu siwezi kuzungumzia mataifa mengine. Tumeyaona mataifa mengine yana nidhamu sana kuhusiana na ibada ya hija. Mtu anakwenda kulipa mapema mwenye nia ya kwenda hija. Sasa kuna yale mazoea, mimi nawatangazia rasmi yale mazoea wa Tanzania wenzetu mliozoea ya kusubiria mpaka baada ya Ramadhani ndio mfanye mipango ya hija. Kwanza mnawatesa viongozi wa bi'tha, mnawatesa viongozi wa utahiza, mnawatesa viongozi wa taasisi kuweza kukamilisha hayo mambo. Lakini hii ni sheria, kama mlikuwa mjui wa Tanzania, iliyowekwa sio na taasisi zetu za Tanzania wala sio bi'thatul hajj, la, ni imewekwa na serikali ya Saudi Arabia. Kwa hiyo haina huruma na mtu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, kila anaotaka kwenda hija haraka afiki kwenye taasisi alipe. The only solution. Unaitaka hija kisawasawa, sio kubahatisha. Hata kama una pesa ndogo zipeleke, hata dola 2000. Hawa wenye taasisi tayari watakuwa wameshajitayarisha kisaikolojia kujua tunaye hujaji kasha kuja kujiandikisha. Kwa hiyo kwa kifupi, ndugu wa Tanzania, kwamba mchezo wa kutaka kujiandikisha hija baada ya Ramadhani umeshakufa rasmi, haupo tena duniani. Hija ni hivi sasa. Unataka kwenda mwakani, sisi taasisi zinavyokuja upesi kimbilia kujiandikisha. Hili ni sio ombi, ni amri ya serikali ya Saudia. Mimi kama ni tanbih ya kukukumbusheni. Asante sana. Sheikh Abbas, wallahi tunakushukuru na tunakutakia utangulie vizuri nyumbani, na sisi tutakuwa ndio wenye kufuata nyuma yako. Na mimi nakuombeni kila la kheri. Kwa kweli sisi kama Watanzania tunafarijika. Tunawaona viongozi wa bi'tha wako hapa, viongozi wa utahiza wako hapa. Mnapambana. Kama saizi mko wima mpaka saa 9 ya alfajiri kuhakikisha mahujaji wa Tanzania wote wanasafiri. Kwa kweli hiyo poleni. Asante. Mimi ningechemsha kidogo. Kwa hiyo kwa hilo nakupeni kila la kheri. Unakuombeeni dua kwamba mko wima hapa airport kuhakikisha kila Mtanzania anasafiri salama. Mwenyezi Mungu atakupeni kila la kheri. Amin. Tunashukuru sana Sheikh Abbas. Jazakumullah khair. Asante sana. Ni Sheikh Abbas, imamu huyu mkuu wa msikiti wa Mtoro pale jijini Dar es Salaam. Tunaendelea kuyapata mengi kutoka hapa uwanja wa ndege huu wa kimataifa wa Muhammad King Abdul Aziz. Ninao mama zangu jamani, sura zao wallahi zinaonyesha kabisa kufanikiwa kwa hija hii. Mama zangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa Haya, ningependa kujua mamangu, unaitwa nani, nyumbani Tanzania, unatokea wapi, na hija yako hii unahisi umefanikiwa kwa kiwango gani hasa? Nashukuru, naitwa Mariam Saleh Saidi, natokea Dodoma. Mashaallah. Alhamdulillah, namshukuru Allah nimeweza kuja mwaka huu kwa ajili ya ibada hii ya hija. Na alhamdulillah najihisi ni katika ambao nimefanikiwa, nimepata hija mabrur. Alhamdulillah. Unaionaje hija ambayo umeifanya ukiwa bado una nguvu zako za kutosha?
Nimejisikia vizuri kwa kweli kwa sababu niliwaona watu wazima wengine na mimi ninajiona ni kijana bado nina nguvu, hivyo nikamshukuru Mungu sana kwa sababu amenileta ingali bado ni mdogo. Yaani hata miaka 40 bado. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilikuwa la faraja sana kwangu na nikamwambia Mungu asante na nikamwomba anilete tena na tena na tena. Inshallah basi Mwenyezi Mungu kwa dua hii akupokelee na akulete tena na tena. Alhamdulillah, inshallah, amina. Asante. Ni naye dada yangu hapa, mama yangu, naye atuambie nyumbani Tanzania anatoka upande gani na kwa umri wake ni hija yake ya ngapi na ameitekeleza kwa kiwango gani? Karibu. Asante. Kwa majina naitwa Azama Maneno. Naam. Natokea Dar es Salaam. Alhamdulillah. Nashukuru mimi ni hija yangu ya 3. Alhamdulillah. Kwa kweli nimepata imani yangu imeongezeka. Alhamdulillah. Nimepata vitu vingi, nimepata faida nyingi kwa kweli kwa kufanya hii ibada ya hija. Kwa sababu tunafanya vitu vingi, zile nguzo zetu 5 tunazofanya, ukija ukiongezea na hii basi wewe unakuwa umefuzu inshallah. Ile baki tu Mwenyezi Mungu unamwachia mwenyewe atakuweka kwenye daraja lake lipi. Kati ya ibada ambayo unaifanya ukiwa kijana na ibada ambayo unaifanya ukiwa kidogo umri umekwenda kwa maana ya uzee, ipi ina nafasi ya kufanywa vizuri zaidi? Of course ukiwa na nguvu ni nzuri zaidi kwa sababu unapokuwa umekuwa mtu mzima kuna gharama kwanza maumivu utayapata wewe mwenyewe, utakuwa na furaha. Alafu kuna gharama maki vile unapopelekwa mara upandi vigari pesa. Kwa na shauri unaambiwa hapa kusukumwa riali 100-500 siku juzi kuna mwenzetu kasukumwa kwa 500 Kwa sasa hizo gharama ukiangalia kwa kweli kama mtu una uwezo zinaumiza. Uje mapema ukiwa na nguvu, usisubiri wala usingoje uwe mzee. Na hija sio kwa ajili ya wazee jamani, hija ni kwa watu wote. Kishafikisha umri miaka 18 nafasi ipo, njoo, usisubiri kuwa mtu mzima, utateseka swa. Asante, ni maneno mazuri hayo tumepata kutoka kwa dada yetu, mama yetu. Bado tunaendelea na mazungumzo haya na kuja mamangu nimalize na bidada hapa. Huyu anaitwa Shufaa Hussein Abdallah. Mamangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maarufu alaykum salam. Maarufu nani? Wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa rizwani wa ihsan. Amina ya rabbi, amina. Mimi naitwa Shufaa Hussein Abdallah maarufu Mama Nyundo. Oh, Mama Nyundo. Sheikh Nyundo huyu ambaye na mama yake mzazi, mama yake mdogo mimi. Mashaallah, Sheikh Nyundo bila shaka maarufu. Allah amrehemu kwa aliko. Ametuachia zawadi nyingi za kutosha, tunamkumbuka. Allah amrehemu. Naam. Una miaka mingapi mamangu, na hija yako hii ni ya ngapi, na pengine kwa umri huu umefanikisha kiwango gani kutekeleza hija yako? Alhamdulillah. Kwa sasa mimi hija yangu hii ni ya 3. Alhamdulillah. Na namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na nimefanikisha vizuri tu alhamdulillah. Kwa sababu nilichojifunza mimi hija ni wewe mwenyewe, yale matendo yako. Kwa hivyo wepesi wa matendo yako ndio unakufanya ufanye wepesi wa hija yako. Kwa hivyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Amina ya rabbi. Tumekuja hii na tena tutakuja kwa uwezo wake Allah, tukua hai. Nafasi ya vijana ni nini katika hija zinazofanyika hapa nchini Saudi Arabia mamangu? Nafasi ya vijana ni kubwa kwa sababu hija ina matendo mengi ya kufanywa kwa kutumia walking, kuwa na nguvu, kuwa mwepesi. Kwa hivyo mimi ushauri wangu kwa vijana wafanye wepesi wa kuja zao kuhiji ili wapate wafanikisha mambo yao mapema kabisa. Tumefahamiana. Kwa hivyo mimi na motivate vijana. Unajua kila jambo linahitaji nia. Unapotia nia hususan ya hija, nilichokifahamu mimi ni kwamba ukianza tu kuwekeza hichi nataka kwenda hija, basi Mwenyezi Mungu anakuletea katika njia usiyoitarajia na hija unakwenda. Kwa hivyo wito wangu mimi kwa vijana, fanyeni hima mjezenu hija ili mpate myatekeleze mkua vijana kabisa, mpate nafasi ya kuwafanyia na wazee wenu. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika waja wema tuliofuzu katika hija yetu. Amina. Huyo ni Mama Nyundo, na nimalize hapa na mama yangu. Mama, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hongera kwa ibada ya hija. Asante, nashukuru sana. Leo unarejea nyumbani. Unarejea na zawadi gani nyumbani? Yaani narejea na zawadi ya kwanza ya maji ya Zamzam. Alafu pia na kuna kuhamasisha watoto wangu kwamba angalau waje wakiwa vijana, kwa sababu kuna wakiwa na vijana watafanya mazoezi ambayo hawatakuwa na shida. Lakini ukiacha mpaka una umri mkubwa unateseka tabu, kwa sababu hija ni matendo na ni matendo ya kutembea. Sasa kuwa mtu mzima inakuwa ni shida kidogo, lakini mimi nimeenjoy sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Nakushukuru sana mama. Asante. Haya, asante.
Na mtazamaji, bado tunaendelea kuzungumza mawili matatu, na mbele yangu hapa ninaye dada yangu mwingine. Bado tupo katika uwanja huu wa ndege hapa Madina. Alhamdulillah. Dada yangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ni'ma wa fadla wa maghfira wa ihsan. Amina, amina, amina ya Rabbi. Haya, napenda nikufahamu nyumbani Tanzania unatokea wapi, na leo unatuacha sisi ambao tunabaki hapa, unatangulia. Una zawadi gani umeibeba kwa wanaokusubiri nyumbani? Zawadi niliyoibeba kwa wanaonisubiri nyumbani, wallahi mimi sijui, kwa sababu Allah alitangaza kwamba wenye kuhiji wakirudi na kuja na ghanima. Sasa ghanima ni rundiko na mali, ni mambo mengi, yani wewe huwezi kuyajua, huwezi kuyafahamu. Ndio maana zamani walimu wetu, mashehe zetu, wakisikia watu warudi hija wanamiminika pale uwanjani, kwa sababu wale mahujaji wanashuka na rehema ambazo wewe huzijui kusema la ukweli. Lakini kikubwa tumewaandalia, tumewafanyia dua huku, na tukirudi inshallah tutawafanyia dua, lakini maji ya Zamzam alhamdulillah na ajwa bismillah, zikifika salama basi Mwenyezi Mungu atuwafikishe wapate zawadi hizo. Amina ya Rabbi. Ambazo tunaziona kwa ayana, kwa macho. Lakini zile ambazo Mwenyezi Mungu mwenyewe akasema anawapa wageni wake, basi wallahi sisi hatuzijui. Au sio? Naam. Basi wito wako kwa wale wote ambao pengine wanastaafu lakini hawana haja pengine ya kuona hamu ya ibada hii, au kwa vijana ambao tunasema pengine Allah tabaraka taala amewafungulia kuwapa afya, kuwapa vipato, hawana hamu ya hii ibada, unawaambia nini dadangu? Inshallah, kwanza nirudi kule kwenye swali letu la mwanzo almaarufu, sikujitambulisha lile jina langu. Mimi maarufu naitwa Ikhtisada Mohamed Nasor pale Zanzibar, na kwangu naishi Mbweni, lakini mimi ni mkufunzi, nasomesha chuo cha walimu Nkrumah, na alhamdulillah ni mwanaharakati katika mambo tofauti, na ni kiongozi katika taasisi ya Al-Safa Haji Ndombo Trust, ambaye mwenyekiti wetu ni Maalim Dedes. Kwa hivyo nawaambia wale ambao mpaka sasa hivi bado hawajaingiza katika akilini mwao, kwanza namwomba Mwenyezi Mungu awafungulie, awape futuh, waweze kufahamu umuhimu wa hija, waweze kujua kwa nini Allah kawaleta katika hii dunia. Kasema Allah, wa'bud rabbaka hatta atiyaka al-yaqin, muabudie Mola wako mpaka ikujie yakini ya mauti. Umo katika ibada, na hija ni nguzo katika nguzo za Kiislamu, na Allah tabaraka wa taala akatupa mtego kidogo, kasema kwa mwenye uwezo pale anaangalia upendo wa mwanadamu kwake ukoje. Ni sawa sawa na wewe mzazi wako akakwambia hebu nenda kaninunulie nyama kilo moja, pengine hakupi pesa ukamnunulia wewe mwanawe, uwezo unao, ukenda ukamnunulia nyama kilo 3 alafu ukamletea na kuku, atakuwaje yule mzazi wako? Atafurahi. Lakini pengine alikuwa anakutazama nafsi yako, wewe vipi utaweza kupokea ile amri yake na kuifanyia kazi. Kwa hivyo huu mtego tutazame vizuri sana na tuweze kutegua, kwa sababu kuna watu wengi ambao kila mtu sina uwezo, na baada ya kuwa na uwezo hana njia nyingine yote ya kufanya. Tuangalie katika mambo yetu duniani, wewe unapokuwa jambo huna uwezo unalichukulia hatua, si ndio? Unacheza upato, sio unafanya hili mpaka kile kitu unakipata. Sasa kwa nini hii tusichukue hatua baada ya hatua ili tukaipata hiyo kheri? Kwa hivyo wito wangu ni kwamba tujitambue, tujielewe, na katika hatua mwanzo ni kuweka nia na dhamira, lakini kuitafuta elimu ya haji, huenda kuijua tukaraghibika na tukaweza kutekeleza. Asante wallahi, mimi nisiongeze nukta kwenye maneno yako, itoshe na mtazamaji atakuwa amefahamu vizuri vya kutosha. Nashukuru sana, Allah tupe kheri na tawfik. Inshallah Mwenyezi Mungu aturejeshe majumbani salama. Amina ya Rabbi. Tunawaacha, tunasikitika, nyinyi mnasema tumewaacha, lakini sisi hatutaki kuondoka. Sheria imetulazimu tuondoke. Hatutaki kumwacha Bwana Mtume sallam, tunaona raha kuogelea, tuko chini yake. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu atatupa kheri sisi na wenzetu. Amina ya Rabbi. Amina, amina. Wallahi ni furaha, bado niko hapa uwanja wa ndege wa Muhammad King Abdul Aziz. Ni naye kipenzi changu hapa. Ameniona kwa mbali, anatamani kunikumbatia, na mimi natamani. Mamangu, salamu alaykum. Wa alaykum salam Sheikh. Nimefurahi kweli kukuona, mashallah. Asante. Mara mwisho tulikuwa umra pamoja hapa, mwezi gani ilikuwa? Mwezi wa pili mwaka huu. Na ukaniahidi unakuja haji. Hakika. Na tumekutana. Wallahi ni kheri kubwa. Mashallah, nimefurahi. Hebu niambie, ninafahamu kwamba una tatizo la miguu. Umewezaje kutekeleza hija yako na shida yako? Wallahi nimefurahi, nimeitekeleza vizuri, sijakwama sehemu yoyote. Alhamdulillah. Tawafu nimefanya mwenyewe, sai nimefanya mwenyewe, Jamarati nimeenda mwenyewe. Hakuna sehemu ngumu kama Jamarati, unajua. Umbali ule distance. Muzdalifa tumelala wenyewe, tumetoka Muzdalifa kwa mguu mpaka Mina. Kwa mguu wangu na mguu wangu watatu wa usaidizi. Sasa hivi tuna hamasisha sana watu kujitokeza kuja kufanya ibada ya haji, lakini zaidi vijana ambao pengine wanakuwa hawana hamu. Na kwako wewe, nafasi ya hija kwa vijana, nikwambie kwamba mimi kwanza naenda kufanya kampeni kwa watoto wangu wote 4.
wote wa kiume. Nihakikishe kwamba mwaka huu mwaka kesho niwe nimemaliza wote kuja haji. Ili kwanza wamjue Mungu. Unajua wakiwa huko Uswahilini kule hawajui. Yani tunawapoteza vijana hivi kwa kutokuhamasisha. Angalau wataanze na umra basi. Wakishamaliza umra watajua kwamba haji sasa ina umuhimu kwa kiasi gani. Asante. Yani hili ni kampeni maalum naenda kuifanya na nishaianza inshallah. Nitakuletea kijana mmoja hivi mwezi ujao inshallah. Nashukuru sana mamangu. Basi waje, tutakuwa ni wenye kuwapokea na kuwasogeza na kuwasaidia na kuwafundisha pia. Amina. Asante. Mtazamaji, kampuni nyingi zinaondoka na hawa ni Ahlus Sunna wal Jamaa bila shaka wakiondoka, na hawa ni Al-Safa. Hawa ni Al-Safa, lakini tunaelezwa Jumaza pia hapa wapo wanaondoka leo. Lakini na mama yangu hapa kidogo tuzungumze, mmoja kati ya viongozi huyu tayari tushazungumza naye, na bila shaka mtazamaji, niseme tu kwamba ni wakati wa kuweza kuangalia Watanzania wengine wanaosafiri ni akina nani. Naomba nikukaribishe ili tuweze kuona namna gani tunaweza kujua nani anaondoka saa ngapi na anatokea wapi. Bila shaka mtazamaji, naomba nikufahamishe, nyuma ya kamera yuko ndugu yangu Muhammad Mbaraka Mbarawa. Hapa ni airport, uwanja wa ndege huu, tukihakikisha tunakuletea matangazo haya muhimu kabisa. Baba yangu, salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, mwambaje? Alhamdulillah. Salama, mwabesa? Tunamshukuru Allah. Haya bwana. Una miaka mingapi baba? Mimi na miaka 60. 60. Naam. Hija yako umeweza kuitekeleza kwa kiwango gani kwa umri huu? Nimeweza kuitekeleza vizuri tu. Kwa sababu hii ni hija ya pili. Kwa hiyo nimetekeleza vizuri bila kusaidiwa na chochote kabisa. Lakini upo tofauti kati ya kutekeleza ukiwa na miaka 40, 30 na mengine na kwa wasaa huu? Ndio, ni kweli. Ipo hiyo. Unajua unapokuwa mchanga, unapokuwa kijana, unakuwa uko vizuri zaidi. Unakuwa uko hot. Lakini tayari umri ukishakwenda unakuwa taabani, yani unachoka kabisa. Unafanya unakamilisha nguzo lakini unachoka. Basi salamu zako kwa vijana ambao pengine wanakuwa ni wazito katika kuliendea jambo hili. Unajua, mimi natoa wito kwa vijana, hija katika zama zetu hizi hasa ifanywe na vijana. Yani ukipata uwezo usisubirie mpaka umri tayari umekwenda ndio ukasema sasa mimi nitakwenda kufanya hija. Hija ina mambo mengi. Kwa hiyo umri unapokwenda na utaratibu wa kufanya kwake unakuwa kidogo uko slow, lakini unapokuja tofauti. Unapokuwa kijana unafanya vizuri. Unafanya vizuri zaidi. Na una uwezo wa kurekebisha pale unapokosea. Haraka kwa haraka. Hata baadhi ya mtu aliyekuwa miaka 70 pengasha kwenda, hata reference zake katika kufanya tawafu size na zinakuwa ziko kidogo tofauti kuliko kijana. Mimi wito wangu ni kwamba vijana wajitokeze, wafanye ibada ya hija bado wakina nguvu kabisa. Asante sana babangu, nikutakia kila la kheri. Nikigeuka upande wangu wa kushoto hapa ni naye kipenzi wangu hapa, mama yangu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi. Haya rafiki yangu, unaitwa nani na nyumbani unatokea upande gani na una miaka mingapi? Ukipenda kutuambia, mimi nataka uniambie kwa umri wako huu hija yako imekuwaje? Ilikuwa nzito au nyepesi kutokana na umri wako? Kutokana na umri kidogo palikuwa na uzito, lakini kwa uwezo wa Allah Mwenyezi Mungu kafanya wepesi, kwa sababu sehemu zote ambazo zinapaswa kufika nimefika kwa uwezo wake Allah. Alhamdulillah. Sio kwa uwezo wangu kwa kweli, ni kwa uwezo wake yeye Mwenyezi Mungu. Amina, amina. Kwa sababu kwanza kidogo nilikuwa kama na hofu, lakini Mungu mwenyewe kwa vile katuita, tumeitikia wito, katupa nguvu za kufanya ibada hii. Ndio. Vipi nafasi ya viongozi wanaosimamia hija nchini Tanzania, namna ambavyo wamewasimamia mwaka huu? Wametusimamia vizuri tu. Nashukuru, wametusimamia vizuri. Kama kiongozi wetu Bizena kule kaleta wakilishi wake akatukaribisha vizuri tu. Haya, unawaambia nini wale waliobakia nyumbani pengine kule ambao wana hamu ya kuja hija? Kitu gani ambacho utakwenda kuwasimulia hasa kiwavutie kuja kwenye hija? Ukweli nitakachowasimulia ni kuwa wajipange ili na wao waje wenyewe wafanye ibada hii tukufu. Na hii hija si kama lazima ndo mtu awe na uwezo mkubwa. Nia tu, nia unaweza mwenyewe ukawekeza kidogo kidogo mpaka kikafikia kiwango
ukaja zako kufanya ibada, kwa sababu wengi ndio hivyo, wanazo pesa, wana uwezo, lakini pengine bado Mungu hajawaita. Lakini unapotia nia basi na Mwenyezi Mungu anakufanya wepesi. Kwa hivyo waweke nia na inshallah Mungu atawasaidia tu. Wekeni nia na Allah tabaraka wa taala atawasaidia. Basi bado tunaendelea kuyazungumza yale yanayohusiana na hija hii. Ni naye hapa mzee wangu mbele yangu, amependeza kwa hakika. Ili vazi bila shaka la kupokelewa nyumbani, ama sio bwana? Kabisa kabisa. Vipi, wanachinja mbuzi, ngamia kukupokea nyumbani? Kwa kweli kule huwa tunachinja kuku, majogoo, kwa sababu mazingira ya nyumbani unajua tena. Asante. Ni majogoo. Asante. Napenda kujua hija yako imekuwa na mafanikio kwa kiwango gani? Kwanza napenda nijitambulishe kwa jina la Zaharani Muhammad Yusuf. Kwa kweli hija au safari yetu hii kwa ujumla wake, tangu umra mpaka hija imekwenda salama. Watu wote wako katika hali nzuri, isipokuwa kuna mtu mmoja kati yetu wa Zanzibar Mwenyezi Mungu amemchukua, lakini inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu ampokee na amweke katika hali nzuri. Amina. Kwa ujumla safari ilikuwa nzuri. Viongozi wetu wamefanya kazi kubwa sana. Kwa wale ambao walikuwa ni wageni wa safari hii, wamekuwa ni wenyeji kwa sababu ya semina mbalimbali, kwa sababu ya maelekezo mbalimbali. Tumefanikiwa kufanya shughuli zote ambazo zinahitajika kwa usalama mkubwa na kwa maelekezo mazuri ya viongozi wetu. Ni wasihi wengine wote ambao hawajaweka nia, basi waweke nia kwa ajili ya kuja kutekeleza ibada hii. Ibada hii inahitaji mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, uwe na uwezo wa kifedha, lakini vile vile uwe na uwezo wa kiafya. Kwa hivyo si vyema kama mtu anaweza kuwa na nafasi, basi aitumie mapema kabla ya umri wake kufikia hatua ya kukatika. Kwa sababu mimi binafsi najiona niko vizuri, lakini akiwa mtu chini ya umri wangu ni bora zaidi. Kwa sababu ibada ya hija ni huduma ambazo unatakiwa uzifanye katika mazingira yote, hasa wakati wa kwenda kwenye kisimamo cha Arafa, kuja Muzdalifa, hatimaye kuja Mina kwenda Jamarati katika kupiga zile harakati. Kwa kweli ni nzito sana, nahitaji uwezo wa kiafya. Kwa hivyo tuwasihi ndugu zetu wote wa Tanzania kwa ujumla wake, Waislamu wote, basi waweke nia, waje watekeleze ibada hii. Kwa kweli ni ibada nzuri sana, lakini watu wengi huwa wanaoga. Kwa kweli ni jambo la kujitoa. Asante. Asante sana. Nakushukuru sana na wewe pia asante. Asante. Moja kwa moja kutoka katika uwanja huu wa ndege wa kimataifa hapa katika mji huu wa Madina. Bado naendelea kukujuza yale ambayo yanahusiana na ibada hii. Kama unavyoshuhudia Dr. Slim naye akipambana hapa kuhakikisha kila kitu kinakuwa mahala pake, Sheikh Ali Adam. Lakini nizungumze na mamangu kidogo. Mamangu, salamu alaykum wa barakatuh. Salamu rahmatullahi. Naam, pole, naona taabani. Ni hamu tu kufika nyumbani sasa hivi, ama sio? Ni kweli hakika. Hivi tukikwambia sasa hivi baki Madina, utabaki? Niko tayari. Uko tayari? Asante. Mji una raha huu, au sio? Hebu tuambie, umefanikiwa kwa kiwango gani kutekeleza ibada yako hii ya hija? Alhamdulillah, kila hatua baada ya hatua nimetekeleza, ila inshallah kwa uwezo wa Allah, yeye mwenyewe ndo mkadiria mja wake kwa matunda ambayo ameyatekeleza, lakini vitendo ambavyo tumetakiwa tuvitekeleze inshallah tumetekeleza hatua baada ya hatua. Tunashukuru tumefika salama, tumeshughulikiwa vizuri na tunarudi nyumbani salama alhamdulillah. Asante, nikutakia kila la kheri. Naona sasa unakimbizana na mizigo. Asante. Ndio. Asante. Hebu tumalize mazungumzo yetu, mtazamaji popote pale ulipo. Ni naye dada yetu hapa, bila shaka atuambie anaitwa nani na hapa Madina yuko anafanya nini. Kama ni afisa wetu basi atuambie na yeye kwa ujumla wake, hija hii ya mwaka huu 2026 sawa na mwaka 1447 Hijiria ameionaje kwa ujumla? Karibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa jina naitwa Mwaka Mzee Ramadhan, afisa ubalozi katika ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru alhamdulillah Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika katika hija ya leo. Tunashukuru, tupo kuwapokea mahujaji na leo tunawashindikiza. Tunamwomba Mwenyezi Mungu afikishe salama. Amina. Wafike salama inshallah. Vipi maandalizi kwa haraka ya hija ijayo kwa Watanzania hapa Madina na pale Maka?
Alhamdulillah, maandalizi ijayo wenyewe kama serikali ya Saudia tayari washajipanga kwa kutoa maandalizi ya kila kitu. Kwa hiyo tunachoomba viongozi wa Tanzania bara na Zanzibar washajihishe vijana na wahujaji walipie mapema. Wakilipia mapema kila kitu mambo yanaenda vizuri inshallah. Shukrani, tunakutakia kila la kheri na tunashukuru sana kwa kutusimamia tokea tunaingia katika mji huu wa Makka na Madina mpaka hivi leo tunatoka. Shukrani, wabillahi tawfik. Asante sana. Naam, ni naye hapa shekhe wangu. Bila shaka ni muhimu kuyapata maoni ya wale wote ambao wamejaliwa kutekeleza ibada hii ya hija ili tuweze kujipanga vizuri kwa wakati ujao. Ndugu yangu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nikutakie kheri ya hija yako na Mwenyezi Mungu aipokee na Mwenyezi Mungu akulipe. Allahumma amin. Amin. Naam, imekuwa ni hija ya namna gani kwa upande wako mwaka huu? Na pengine ni hija yako ya ngapi hii? Afwan, hija ya mara hii ni hija ambayo ni hija karibu takriban kama ya 8 hivi. Mashallah, mashallah, mabruk. Jumla ya viongozi. Naam. Na kikweli maboresho ya mara hii yamekuwa ni mazuri kiasi fulani, pamoja na kwamba maandalizi yalikuwa ni haraka sana, lakini kwa huku Maka maboresho yalikuwa ni mazuri ukilinganisha na miaka iliyopita takriban. Naam, lakini wito pengine kwa mahujaji ambao wanatarajia kuja kwa hija ijayo kwa haraka wazingatie nini? La kuzingatia ni kuanza malipo mapema, kwa sababu kila tunapochelewa malipo basi ndivyo tunavyochelewa, huduma zetu zinakuwa ngumu zaidi. Lakini wakiwahi kulipa mapema basi na sisi huduma zetu zinazidi kuboreka na kuwa nzuri kabisa. Naam, asante. Naam, mtazamaji, asante sana, nakushukuru sana kiongozi, Allah akulipe. Kama unavyoshuhudia nyuma, hawa ni Watanzania ambao leo wanaondoka hapa katika uwanja huu kupitia hapa uwanja huu wa Madina Munawwara, na mbele yangu pengine sasa niseme tu kwamba harakati hizi simu zinavyokuwa zinaita ni kuuliza uko wapi, umefikia wapi. Basi hayo ni mambo katika mambo muhimu. Ninaye ndugu yangu hapa atatuambia jina lake, Sheikh Khalifa, ambaye yeye kimsingi anasimamia taasisi ama kampuni ya Al Haramain. Sheikh Khalifa, kwanza hongera kwa ibada hii ya hija. Umekuwa ni mwalimu kwa muda mrefu na umekuwa ukizunguka nchini Tanzania kuhakikisha elimu juu ya umuhimu wa ibada ya hija inaeleweka vizuri. Mwaka huu imekuwa ni hija ya namna gani? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia zile za khair nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pili namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kukamilisha ibada yetu ya haji. Na alhamdulillah rabbil alamin, yenye mafanikio makubwa ambayo ukweli wa mambo katika hija nyingi ambazo tumehiji, hija mwaka huu ilikuwa ni nyepesi na ambayo ilikuwa na nidhamu kubwa. Hili tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kuhusu masuala ya mahujaji, mwaka huu ndio mwaka wa kwanza kwa Tanzania kuwa na mahujaji wengi. Alhamdulillah, takriban tunaambiwa na viongozi wetu kwamba takriban mahujaji 1400 na wamekuja kwa mara ya kwanza. Pengine miaka 10 iliyopita ilikuwa hata nusu yake hatujafika. Inshallah, juhudi zikiendelea na uhamasishaji ukaendelea na viongozi wa da'wa wakafanya kazi zao kisawasawa kuitangaza ibada hii ya hija kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia mtume wake Nabii Ibrahim alayhi salam, wa anti bin nas bil hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Tangaza kuwatangazia watu hija, watakuja kila sehemu. Almuhimu, wajibu wetu sisi kuitangaza haji na watu waweze kuja, kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dalu ala al-khairi kafa'ili, yoyote mwenye kumfahamisha mtu khairi kama kafanya yeye. Sisi tuitangaze hija na tutangaze ukubwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawaleta. Asante. Jazakumullah khair. Bila shaka huyo ni Sheikh Khalifa, ambapo hivi karibuni pia utakuwa unamshuhudia katika mimbari tukianza zile ziara za mkoa kwa mkoa kuhakikisha hija inafahamika vizuri. Basi moja kwa moja nikimaliza matangazo haya kutoka hapa uwanja wa ndege wa kimataifa, mimi ni Hamis Tembo, nyuma ya kamera yuko ndugu yangu Muhammad Mbaraka na niwatakie kila la kheri na Allah atulipe, na hii ni Waqf TV. Asante na kwaherini.